Ya mwalimu, naomba uniambie hao wadada wamekaa kwenye training zote au kuna waliokaa, kuna ambao hawajakaa kabisa, kuna ambao wamekaa chache? Wadada Center wote tumeshakaa kwenye training ya kuanzia mwanzo, tumekuja mpaka kwenye mapishi bora. Leo ilikuwa tufanye usafi bora na kipande cha nidhamu. Yes, alafu tumekuja kumalizia na customer care service. Yes, kwa hiyo wote tumeshaanza tayari, hakuna ambaye hajapita kabisa kwenye mafunzo yetu. Okay, kwa hiyo katika kupita lakini hawajamaliza. Ndio, hatujamaliza. Hamjamaliza. Kwa nini? Ile juzi tulianza kwamba tulianza jioni, alafu kesho yake tukaja tukasoma mapishi bora kwamba jioni tungekuja kumalizia kipande cha 3, leo ingekuwa cha 4 cha mwisho, lakini hatukufanya cha jioni kwa sababu hali ya hewa ile jana ilikuwa ni mawingu, kama kulikuwa na mvua, kwa hiyo tukuweza kufanya kipindi cha jioni. Si mnafanyia ofisini? Ilikuwa mvua ofisi jana, tena tulikuwa off. Kwa hiyo kama wadada walikuwa hapa, mshinda kukaa nao ofisini fanya session. Yaani hizo ni sababu ambazo hazitakiwi, maana hizo ndio wataenda nazo kwa mabosi. Tulikuwa kule tunamsubiri saa kwa ajili ya lakini hawa si wanalala hapa? Hawa dada si wanaishi hapa? Ndio. Na mnaingia kulala saa ngapi? Kwa hiyo saa ndio alichelewa kuingia kwenye programu alikuwa amepanga, lakini bado mlikuwa na muda. Mngekuwa mmefikiria kuifanyia ndani badala ya nje. Yaani nachotaka kuwasaidia ni kwamba msiwe kwenye box. Muwaze nje ya box, kwa sababu nyakati za mvua ndio zimeanza. Kwa hiyo mvua zikiwa zinanyesha hamtafanya training, wadada wataenda hivyo hivyo bila training. Hapana. Umeelewa Ndio. Ofisi ipo, ikibidi usiku watu wasome, kwa sababu lazima wapate uelewa wa kwenda kufanya kazi kulingana na sisi tunavyowaahidi watu. Lakini mtu akitoka hapa hajapatiwa hizo training vizuri, itakuwa sisi tutakuwa sasa tufanye kazi yetu. Sawa. Lakini kwa mimi tumeobserve, tulikuwa na changamoto ambazo tunaziona kwenye hili kundi kuhusu mavazi. Kuna watu wanavaa vitu vya ajabu ambayo hiyo haihusiani hata na training. Toka wanapiga simu wanakuja hapa, si wanaambiwa waje na mavazi ya heshima? Ndio. Sasa kwa nini hapa tu kituoni tayari wanatuvalia vituko? Na hata hapa kuna mtu kaenda kubadilisha nguo kwa sababu amesikia nakuja mimi kwenye session. Si ndio? Ndio. Nani kaenda kubadilisha? Ni Angel ndo anaenda kubadilisha. Na Angel ndo ana shida. Yeye ndio mwenyewe tumemwona na mavazi yake kama yuko baa anauza baa. Angel, si uliambiwa hapa unakuja kwenye kazi na uje na mavazi ya heshima? Kwa hiyo shida nini? Hebu mpe maiki. T-shirt niliokuwa nimevaa ilikuwa imechafuka bahati mbaya, ndio nikaenda kubadilisha. Kwa hiyo wewe jana mpaka bosi mwenyewe kakwambia kuhusu mavazi yako, unavaa nguo za kubana sana sana, una vimakalio vyako vimetokeza, kwa hiyo unataka kutubania, kutuonyesha makalio. Jana uliambiwa, leo tena umerudia. Kwa hiyo kila siku utakuwa na sababu kwa nini unavaa nguo za ajabu ambazo tumekataza kwenye mradi wetu. Hapana, haijirudi tena. Sasa hizo sio tabia. Ukishaanza kuona mtu hapa ana dalili ambazo ni za hivyo, kwanza anaambiwa, yani mpaka kitendo cha kuambiwa tayari ni shida. Kwa sababu unavyokuja hapa unaambiwa hapa ni mavazi ya nini? Ya heshima. Kwa hiyo wewe mwenyewe hicho kitu unatakiwa ukijue ukiwa hapa na ukiwa kazini. Lakini kama hapa kwenye kituo unashindwa kufuata huo utaratibu, uko kazini unaenda kufanya nini? Na tunapataga malalamiko kwa baadhi ya wasichana wanaotoka hapa, wamekubaliana na taratibu zetu, wakifika huko wanaanza kuvaa vitu vya ovyo. Kwa hiyo wewe tayari tumeshakuweka kwenye red flag. Tumeshaanza kuona kama ni msichana ambaye pengine umekuja na mbinu zako zingine ambazo unashindwa kujificha. Kwa mavazi yao hayo sisi hatuwezi kukupa kazi. Sawa Sure. Wewe umerudi kazini. Kwa nini? Mbema hiki dada. Unajua kwa nini umerudishwa? Nimerudi kazini. Umerudi kazini ndio nini? Umerudishwa? Ndio, nimerudishwa. Kwa nini? Sababu ya kwanza, kwanza alipofika kazini, bosi kuna majukumu ya nyumbani na dukani. Sasa ile kukaa dukani, mimi nikamwambia bosi, hapana, mimi sitaweza. Ile kumwambia bosi, ndio bosi akawa amekasirika kwamba kwa nini ukai dukani. Mimi nikamwambia sio majukumu yangu. Basi baada ya hapo ndio bosi alianza kunichukia, kuniambia kwamba mimi sijui malezi, sijui upishi, sijui usafi. Na kutokana na hapa alikuwa anapigiwa simu, dada anaendeleaje? Nasema dada anaendelea vizuri. Kumbe bosi yeye kuna namna alikuwa ananichukia na kama anaona tofauti na anirekebishi. Na tena yani chanzo nikupiga simu huku kituoni kwamba
mimi kukaa dukani sitaweza. Sawa. Maana nilikuwa naamka asubuhi nafanya usafi ndani, natoka naenda dukani. Na nafanya usafi na kaa dukani mpaka saa 4. Bosi akija anakaa dukani, mimi narudi nyumbani, naenda tena kuanza majukumu ya nyumbani. Sasa mimi nikaona kile kitu sitaweza. Kupiga simu kituoni, akamwambia hapana, kama ndio hivyo muongezee mshahara. Akasema hapana. Bosi hapo pale anaanza kunichukia. Akawa haongei na mimi, kuongea na mimi naongea na mimi kupitia mtoto wake. Basi baada ya hapo maisha yakawa yanaendelea, bosi ananichukia, haongei na mimi. Kuanzia hapo ndio kwanza safari hiyo akawa amepiga simu kituoni kushtaki kwamba aliniambia niweke maji, akawa ameweka chupa yake, yaani maji nikawa sijampelekea, akawa amepiga simu kituoni kushtaki. Kabla ya hapo akawa anasema kwamba kwanza, yaani muda ambao nilikataa kwamba nilisema kwamba mimi sitakaa dukani, aliniambia kwamba na chakula usio unaniletea dukani. Basi madamu Wakila akamwambia hapana, hata ulivyomwambia hivyo sio sawa. Akasema sawa. Tukakaa ndani ya wiki moja, tuko tu vizuri. Basi tulikuwa tu yaani tunakaa vizuri, kisha baada hapo wiki moja bosi kabadilika. Ndio hivyo kaanza kunona. Yaani mpaka nilikuwa natamani sana kumuuliza kwa madam shida ni nini? Basi ndio juzi mwezi wa pili anaanza kuniambia kwanza malezi ujui, upishi ujui, usafi ujui. Sasa hapa kwangu unafanya nini? Na akipigiwa simu kituoni anasema dada anafanya vizuri sana, na mpaka mwenyewe afikia hatua ananiambia kwa usafi uko vizuri sana, kwa kazi uko vizuri sana, mambo jitahidi. Sasa mimi nashindwa kuelewa mahali ambapo mimi nakosea ni wapi, bosi anirekebishe. Kumbe yeye akipigiwa simu anasema dada anafanya vizuri, alafu huko ana mambo yake mengine ambayo kwa moyoni mwake amenyamaza kimya. Uliwahi kukaa na yule mtoto ukamwambia sikupendi? Yule mtoto uliwahi kukaa naye ukamwambia sikupendi? Kukaa naye? Ndio, ukamwambia sikupendi. Yes, nishawahi kukaa naye kumwambia hivyo. Kwa nini? Kutokana na vitu ambavyo alikuwa ananionyesha. Mtoto? Alikuwa anakuonyesha nini? Kuna tabia ambazo alikuwa ananionyesha. Mara ukimwambia kitu yaani yule mtu ambaye ukimwambia kitu, fanya kitu fulani. Maana mama yake aliniambia watu wangu waga huo unafundisha kazi. Mwambie fanya kitu fulani, mara ageukia huko. Mara asema mimi naenda dukani kwa mama. Mara ananituma sana. Mara sijui na nini. Ikafikia mpaka hatua yule mtoto kwa kweli mimi kitu ambacho nilikuwa siwezi ni kumzuia kwenda dukani na mama yake. Ikafikia mpaka hatua mama yake akasema kwamba unamkimbia mtoto akija kukaa kwenye kochi unamkimbia. Sasa mimi nikaa yaani alivyoongea maana ni mtu ambaye ndio si ulikuwa mtoto akiwepo mamake unakaa naye vizuri, ila mamake akitoka kama anaenda dukani au anatoka unamwambia hiyo kauli kwamba sikupendi, na unaingia zako chumbani, unamwacha hapo kwenye kochi, si ndio? Kumwacha kwenye kochi sikatai. Nilikuwa naingia chumbani. Naingia chumbani na mwacha kwenye kochi. Kuingia chumbani ni sawa, nilikuwa naingia chumbani. Si ndio hivyo? Yaani kuna vitu tu ambavyo bosi wamevilalamikia kuhusu mtoto, na ndio maana kwenye usafi anasema unafanya vizuri, unapika, lakini kuna issue kwenye mtoto. Kwamba mtoto kwanza wewe umewahi kumtamkia mtoto kwamba ufanyeje? Ufanye nini? Simpendi. Umpende. Lakini mamake pia akitoka, wewe ukai na mtoto, unaingia zako chumbani, unamwacha mtoto hapo sebuleni. Si ndio hivyo? Ndio. Sasa hiyo ndio sababu ile kurudisha. Hizo sababu zingine bosi alirekebishwa, alielekezwa na yeye alikubaliana nazo. Lakini kitendo cha kufikia hatua ya kumwambia yule mtoto humpendi, alafu pia unapoachwa naye ukai naye kwa upendo, unamwacha hapo, hiyo ndio sababu kubwa tu hiyo kurudisha hapo. Kwa sababu tunasema jamani, kwenye malezi ya watoto hii shida ni kwamba wewe umekuja sana kwenye workshop. Workshop zetu umehudhuria ngapi? Zote? Ndio. Na huu mkataba wako sio wa kwanza? Sio wa kwanza, ni wa pili. Na ulikaa kwenye mkataba wa kwanza uliumaliza? Ndio. Ulimaliza? Ndio. Sasa pamoja na kumaliza mkataba wa kwanza na mkataba wa pili, sasa hivi una miezi mingapi kazini? 4. Minne. Sasa kuna hiyo changamoto ambayo kwetu sisi ni kubwa sana kwenye mradi wetu. Sisi kwenye mradi wetu malezi ndio jambo la kwanza, ndio moyo wa waajiri wote. Waajiri wengine wanaweza kuishi bila wadada wa kazi kama hawana watoto nyumbani, lakini wanapokuwa na watoto ndio wanalazimika kutafuta wasaidizi. Sasa kama hilo ndio jambo la kwanza kwao, alafu wewe unaonyesha hizo tabia mpaka unaongea na mtoto yule ana akili, anajitambua, unamwambia sikupendi. Mama yake akiondoka, wewe unajifungia zako chumbani, huna habari naye.
Sasa hayo sio malezi. Kwa hiyo kilichokurudisha ni hicho, sio habari ya dukani wala sio habari ya kupika wala kufua, ni yule mtoto ndio alokurudisha hapa. Na ikishatokea hivyo, jamani, mkataba hapo nani kavunja? Nani kavunja mkataba? Ni hivyo tu. Wewe unaweza kuchukulia ni kitu kidogo ulifanya, lakini sio kidogo. Kwenye mradi wetu, kwanza, dada ambaye anaweza kumtamkia mtoto sikupendi, huyo mtu ni hatari kwa mtoto, sio kwa mtoto, kwa watoto. Kwa hiyo kwenye huu mradi unaweza usifanye kazi tena kwa sababu ya hicho kitu wewe ambacho unakiona ni kidogo. Kama mzazi alikwambia umsaidie kulea, kumfundisha, unamfundisha, unaona labda hakusikilizi, unarudi kwa mzazi unamwambia, lakini sio wewe kukaa na mtoto unamwambia sikupendi. Na tena mzazi akiondoka unamwacha hapo, unambwaga hapo, huyo uko zako chumbani. Na yeye anapeleka taarifa kwa sababu yeye si mkubwa. Yuko darasa ngapi? Darasa la 5. Darasa la 5. Ndio. Kakubwa kanaweza kujielezea, kanaweza kujua dada ananipenda, ana upendo. Sasa wewe ukamwonyesha una upendo naye, na sio kumuonyesha tu, na ukamwambia, na bado matendo yako yakawa mabaya, yani kabisa unabaki na mtoto, yani unamfanyia vitu vya ajabu. Wewe uko zako chumbani umejifungia, mtoto umwacha huko. Kwa hiyo jamani, mmesikia feedback hiyo? Dada mzuri tu anafanya kazi. Lakini sisi tuliwaambia kufanya kazi kama sehemu ya mtoto, kazi ya kwanza ni mtoto. Na watoto, na hapa watoto sio usikie wa darasa la 5 unasema huyo ni mkubwa. Watoto hapa ni kuanzia 0 mpaka miaka 18. Mtu mzima ndio anaweza kujitegemea. Mtoto ambaye amevuka miaka 18 anaweza hata kujifanyia vitu vyake. Lakini chini ya miaka hiyo, yule ana miaka mingapi? 10. Bado ni mtoto ambaye anahitaji mlezi mwenye upendo. Kwa hiyo ndio kimekugharimu. Hizo changamoto nyingine zilishughulikiwa na ofisi, si ndio? Alivyokupeleka dukani, ofisi ilimwambia sio. Kama unataka mtu wa dukani, lakini bado ananichukia. Sasa hawezi kukupenda, hata mimi sije kupenda. Kwanza hata sisi wenyewe ndio tulimwambia huyo dada anatakiwa aondoke hapo nyumbani ndani ya masaa yani 28. Bosi wako wewe amekurudisha jana? Ndiyo. Alikuja hapa juzi na mtoto kueleza hiyo shida. Kwa jinsi ambavyo sisi hatufanyi utani kwenye swala la watoto, tulimwambia huyo dada hasio wa kusubiri. Tukamwambia siku ile ile mrudishe. Siku ile ile. Akasema mimi leo si naenda huku. Kwa hiyo mpaka nirudi nyumbani itakuwa usiku. Tunamwambia basi kama utarudi usiku, kesho mlete. Ndio jana hapa umerudishwa. Sisi ndio tulisema kwa tabia hiyo ulionyesha. Kwetu sisi hapana. Tunapozungumzia tuko serious na hii kazi ya malezi, lazima tuonyeshe kwa matendo, sio kwa maneno. Sawa madam. Sawa Kwa hiyo ndio hivyo, ushachezea shilingi chooni. Upoteza hela, maana dhamana yako itampa dada mwingine. Na tunaelekeza kila siku. Nachosikitika, wewe ni mdada unayekuja, nilionyeshwa picha kwa sababu nilimwambia kila hebu nionyeshe picha ya dada. Alivyonionyesha picha yake nilishangaa. Kwa sababu katika wadada ambao wamekuwa yani kama picha ya workshop ni huyu. Hakosi, yupo kila siku. Na workshop ya mwisho kachangia tena kwenye habari ya hofu ya Mungu. Wewe ulikuwa unachangia hofu ya Mungu kivipi pale? Na uliongea kabisa unatakiwa ufanye kazi zako, bosi awepo asiwepo. Si wewe uliongea hivyo? Ndio ujue na kukumbuka. Sasa mbona bosi akiwa hayupo unaongea vibaya na mtoto? Unamwambia sikupendi. Mbona ukumwambia maneno mbele ya mamake? Ulimwambia mamake akiwa hayupo. Ukienda kujifungia chumbani unaenda kujifungia wakati mamake hayupo. Na hapa umekaa unachangia mada hofu ya Mungu, unatakiwa mwaminifu, bosi awepo asiwepo, ufanye kazi zako. Kwa hiyo unapenda kuchangia hizi mada kama ngonjera tu. Si hatufanye ngonjera hapa. Umeelewa? Hatupotezi muda, tuko hapa kwa ajili ya kumaanisha kile tunachokisema lazima tukiishi. Na ndivyo mtu atakuamini na ndivyo utakavyopandisha thamani yako. Mimi nilidhani sasa hivi unaenda kuwa smart dada jamani. Ndio hata traditional kwa mradi wetu, yani hatuwezi kufanya kazi na mtu wa hivyo. Haya. Wengine wageni. Wenyeji training zetu ulishawahi kufanya hizi training tunazofanya sasa hivi? Sasa hivi ndio nimeshiriki mara moja ambayo Jumamosi. Mpe mic dada. Sasa hivi nimeshiriki mara moja. Mara moja. Ambayo ndio ile Jumamosi. Lakini hapa uko muda gani? Nilikuja Ijumaa jioni. Ijumaa. Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu. Kwani sisi zile program hizi za training zina maeneo makuu mangapi? Wewe mwalimu Renalda. Training zetu zina maeneo makuu
kuna introduction, utangulizi, tuna malezi bora, tuna mapishi bora, tuna usafi bora, tuna nidhamu na uadilifu, tuna customer care service. Kwa hiyo ni maeneo 6. Sasa inakuwaje mtu yuko kituoni toka lini anakuambia ameshiriki mara moja? Kwa hiyo mara moja amejifunza kitu kipengele kimoja au? Nimejifunza nilivyofika ndo alikuwa madam anafundisha kuhusu mapishi bora na malezi bora. Basi ndio hivyo tu. Ndio hivyo ambavyo nilikaa. Sawa. Sasa nafikiri inabidi kwanza mjue kwa nini mnajifunza hivi vitu mnavyofundishwa, ambavyo hata nyinyi wenyewe mnatakiwa yani mjiongeze, kwa sababu kama nilivyosema, dada nani Upendo yani changamoto iliyompata ni kwa sababu tu ya kutokuwa na yani ile hali ya kutaka kufanya, kwa sababu amehudhuria sana workshop. Kwa hiyo mtu kama huyu huwezi kusema hajui cha kufanya, lakini kuna ile hali ya kutotaka kuwa bora. Hali ya kutotaka kuwa bora. Sasa unapokuwa hutaki kuwa bora, maana yake unazikataa pesa. Alafu uko kwenye mstari wa kutafuta hela, lakini tabia zako zinakataa zile hela. Kwa hiyo kinachofanya hela zije kwako sio wewe uwepo wako kwenye ile nyumba ya mtu, ni uwepo wako na yale unayoyafanya. Kwa bahati mbaya, yani nyinyi mlivyokaa hapa kituoni, yani nimewaobserve, sioni wale watu ambao wana njaa, wanataka kuwa bora, wanataka pesa. Kwa sababu kama unataka pesa, pesa hazina namna nyingine ya kukufuata zaidi ya wewe kujiboresha. Sasa mila zetu hizi zilizotulea, yani tumekaa tu, unajua nitakaa tu, kama una exist tu, vitu vyako unavifanya ovyo ovyo, alafu unatarajia malipo. Utapoteza hela. Ndo kama hivyo, utashangaa umekaa kazini, uzembe tu kidogo, unapoteza hela, unapoteza fursa. Kwa sababu kama sasa hivi yani image ya dada sio nzuri kwetu. Umwambia mtoto ampendi mtoto alafu ndo anamlea, inakuwaje? Yani hicho kitu kwetu ni kitu kikubwa mno. Na tunawafundisha, tunawaelekeza kwenye training kwenye workshop zetu ambazo pia tunashare kwenye mitandao. Na wadada wengi mmejaa kwenye mitandao, mna smartphone yenu, mnakaa kwenye mitandao. Basi umeshindwa mwenyewe kujitafutia maarifa ya ziada zile ambazo tunaziongea kila siku na zinawavuta, zinawafanya mrudi hapa kwenye hichi kituo. Inabidi mzifanyie kazi. Msipofanyia kazi ndio hivi. Utajiona umeonewa, utajiona una mkosi, lakini ni wewe mwenyewe kutokuwa makini. Kile unachoelekeza kakifanya, hutaki kwenda kufanya. Kwa hiyo yale mnayoelekezwa inabidi niyafanyie kazi. Sawa jamani? Hapa hatupotezi muda kabisa. Kama wewe unafikiri ni mtu ambaye hauko serious na maisha, hautafanikiwa kwenye hichi kituo. Utapoteza muda na utapoteza pesa, kwa sababu utakapokuwa umekaa kwenye mradi wetu miezi 2 mitatu, tayari tuna hela yako. Si unajua hilo? So utaipoteza. Hakuna sababu. Yani kama unaona kabisa huwezi kuendana na maadili tunayokuelekeza, mimi ningekushauri kabisa bora utafute kazi kwa njia zingine. Na imani kuna sehemu nyingine ambazo hawana hata sheria kama za kwetu. Si ndio? Unaweza ukafanya kwa sehemu zile. Lakini sisi hapa tunataka mkue. Tunataka yani nyinyi wenyewe kwanza mkue. Sio muendelee kubaki kwenye hizi kazi za ndani. Maarifa tunayo hapa ni ya kuwasaidia, na tungetamani kupata angalau idadi ya watu wachache tu ambao wana njaa kweli ya kukua, ili yale tunayowaelekeza wayafanyie kazi kwa faida yao. Sio kwa faida ya mradi wetu. Ni kwa faida yako, kwa sababu utakapopandisha thamani yako, utakayepata hela nyingi ni wewe, utakayelipwa vizuri ni wewe, utakayeheshimika na kuthaminiwa, kwa sababu unapokaa kwenye nyumba ya mtu ukaishi naye vizuri, si unapata pia heshima, unapandisha hadhi yako. Mtu anakuwa anasema sijawahi kuona dada kama huyu, pata dada mzuri sana. Hicho ni kitu kizuri chema mbele za Mungu. Lakini mtu akiongelea kama shetani, yani mtu ambaye anajui mtoto wake utamzuru, utamfanyia nini, unamwambia sikupendi. Wengine ndio hivyo, mnavaa vitu vya ajabu, mtu ajiuliza huyu kaja anamtega mtu humu ndani au vipi? Hizo sio tabia kabisa. Naelewana